Mr. Mpoki Buya Kamina Mwandagasia. Naam, Mwisha Benson Mwakilembe, mwalimu wa neno la Mungu. Naam, Kenya sasa tunaona maandamano tena yamerudi kwa upya. Ndio. Lakini ni baada ya kuuawa kijana ambaye alikuwa anajulikana kama Albert Ojwang. Ndio. Ambaye ameuawa na DIG, Deputy Inspector General. Ndio. Ambaye kwenye mtandao wa kijamii alikuwa ameposti habari kuwa huyu bwana anapata zaidi ya milioni 100k shillings kutokana na masuala haya ya rushwa na hivi, na watu walioko chini yake kumletea. Basi akachukuliwa kutokea Nyanza umbali wa kilomita kama 400 kutokea huko mpaka kuletwa upande huu, na aliyekuwa anatuhumiwa sasa huyo DIG ni bwana anaitwa kwa jina la Eliud Lagat. Kwa hiyo sasa Wakenya wameandamana ili haki ipatikane ya huyu bwana, lakini vurugu naona zinaendelea kuwa kubwa zaidi. Lakini wakati huo wanasubiria finance bill ambayo ni ya mwaka 2025, na yenyewe wanaisubiria baada vijana wa Gen Z, kwa sababu naye huyu bwana Ojwang alikuwa ni Gen Z pia, umri miaka 31. Sasa sijui unawezaje kuzungumzia maandamano haya ambayo mwisho wa siku watu wanakufa na mambo kadha wa kadha? Mwakilembe, niseme wazi kabisa kwamba Wakenya, nadhani Wakenya ama uongozi wa Kenya kwa ujumla umeshindwa kurekebisha makosa yake. Na niseme wazi kabisa kwamba hata rais wa Kenya mwenyewe, namzungumzia William huyu Amole Ruto mwenyewe pia ameshindwa kurekebisha makosa yake. Na wakati huo pia vitengo vya usalama, jeshi la polisi la Kenya vile vile, mwalimu na la Mungu, nimewaza kabisa kwamba limekuwa likikosolewa kwa kipindi kirefu, kwamba limekuwa likichuka kile ambacho kinaitwa haki za binadamu, na pia wao wameshindwa kurekebisha makosa yao. Mwakilembe, utakumbuka pia kipindi cha maandamano haya ya 2024, kama unakumbuka, kulikuwa na kashfa kubwa za mauaji mengi sana. Zaidi ya watu 45 ilisemekana wameuawa, na wengine zaidi ya watu 200 hawakujulikana wameenda wapi. Na pia vile vile miezi miwili mbele baada ya maandamano ya Gen Z nchini Kenya, kuna kundi kubwa la wanawake walikutwa wameuawa kinyama, wametupwa kwenye shimo la takataka huko, wameoza huko. Na mwalimu la Mungu anawaza kwamba William Ruto alijaribu kujitetea kwamba yeye hahusiki moja kwa moja, na yeye asilaumiwe moja kwa moja, kwa sababu kitengo cha polisi ni kitengo ambacho kinajitegemea chenyewe. Lakini nani anayetenga budget hiyo ya polisi? Kama kumbuka Mwakilembe, polisi hawa wanaua watu wasio na hatia hawa, wanafadhiliwa na serikali ya Kenya. Na ni kwamba kama polisi imeoza, kama jeshi limeoza, ni serikali nzima imeoza, Mwakilembe. Kwa hiyo matukio hayo, kama maandamano yameibuka huko, maana Kenya sasa, Mwakilembe, haikaliki. Kenya na kusema hakuna. Mwaka jana peke yake tumeshuhudia maandamano ya kufa mtu. Kenya imeingia hasara za kutosha, watu wamekufa, wamepotea, vurugu, hakuna ambacho kimefanyika. Na mwalimu, naam, labda tu niseme japo nimeona William Ruto ameomba msamaha Ruto kwa Wakenya, lakini sijajua msamaha wake utakuwa una maana gani kwa Wakenya. Sijua msamaha wake utasaidia nini kwa Wakenya. Nimeona taarifa William Ruto hapo, Mwakilembe, nataka niangalie kama itakuwepo. Ameomba msamaha. Na pia vile vile polisi Kenya, tunawaomba radhi wananchi wa Kenya kwa ripoti ya uongo iliyotolewa na idara ya kitaifa ya polisi NPS, kwamba Kenya ni waongo, kwamba jeshi la Kenya ni waongo. Tunaelewa. Na Mwakilembe, kikubwa ni nini? Ni siasa. Afrika imegubikwa na siasa chafu. Afrika imegubikwa na siasa chafu, siasa ambazo
hatujui zimetoka wapi, hatujui. Yaani ni siasa chafu. Unagundua kwamba wanaharakati Mwakilembe wamekuwa wakiuawa, wamekuwa wakipigwa. Yaani wale wanaharakati Mwalimu ni kwamba niseme sijui wakimbilie wapi wanaharakati. Sijui wakimbilie sehemu gani wanaharakati. Ndio. Umeona? Na juzi hapo Mwakilembe nakumbuka Kenya hiyo. Yuko jamaa naye alikuwa ameuawa hivyo. Huu sio wa kwanza. Katika listi ni mwanaharakati wa 45. Kuuawa wa 45 katika listi. Unaweza kujua ni siasa za aina gani? Siasa sio vita Mwakilembe. Ndio. Siasa sio uadui. Siasa sio vita, sio uadui. Siasa ni mchakato wa kawaida. Sasa tukianza kuona hivi Mwakilembe, angalia Uganda pale. Nilikuwa nasikia siku moja kwamba na Mwakilembe nisema wazi kabisa tumefunguliwa kesi na sisi Tanzania. Si wewe nani ndugu yako Martha Karua mama yako? Mtufungulia kesi, hatujui ni kesi namna gani. Kwa Mwalimu Kenya na taifa kubwa zaidi Kenya. Kuna njaa isiyo ya kawaida. Kuna njaa isiyo ya kawaida mwaka huu Kenya. Kuna njaa isiyo ya kawaida. Mimi nadhani viongozi wa Kenya wangejikita zaidi kwenye masuala lazima la nini? La kutatua changamoto ya chakula. Kuna njaa isiyo ya kawaida. Na Ruto huyu amekuwa ni kiongozi ambaye anatuhumiwa kila kukicha. Ni mjanja mjanja. Hatuwezi kuwa na rais ambaye yani Ruto ni mjanja. Ndio maana aliwahi kuzungumza nani asema kwamba ni nani alisema nani? Julius kama Nyerere kwamba Ikulu ni mahali patakatifu. Lakini Ikulu sasa hivi ni sema mauaji. Nyerere kwamba Ikulu ni sehemu takatifu. Ila sasa hivi Ikulu tumeweka wahuni, tumeweka wauaji, tumeweka matapeli Mwakilembe Ikulu sasa hivi. Umeona? Sasa Ruto utaomba msamaha mpaka lini? Na Mwakilembe wa Kenya vile unajua wa Kenya ni watu namna gani? Wanajiamsha, wanalala. Wanajiamsha, wanalala. Wanajiamsha, unajua ni watu namna gani? Unajua ni kwa nini? Kwa ulitaka waliamshe moja kwa moja? Waliamsha mazima. Sasa wao pale si wanadai, maana uongozi wenyewe unadai ule ni utawala wa kidemokrasia. Huwezi ukaliamsha, maana kwa sasa hivi bado wanaendelea kusema Ruto must go. Ndio maana imebidi naye aje aongee, akasema pia serikali yake italifanyia kazi hilo, kama wao ulivyosema kuwa yeye mwenyewe anasema kuwa hawa askari polisi sio, yani hawajatumwa na serikali. Ni vitengo ambavyo vinafanya kazi na sawa tunajua, lakini sasa kama ulivyoongea hapo, ni nani anayefadhili jeshi hili la polisi? Mtu aliongea mwenyewe kwamba yeye hahusiki. Ndio. Yeye hahusiki na mauaji yanayoendelea. Akasema kwamba mtu yoyote, awe polisi, awe IGP, awe yaani mtu yoyote ambaye anahusika na mauaji ya mtu yoyote, awe ni polisi, akamatwe, sheria ifuate mkondo wake. Sasa kwa nini watu waandamane kumtaka huyo nani Eliud Lagat ambaye ni DIG akamatwe, lakini bado juzi aliingia bungeni, na alipoingia waamini kwenye ile nini Senate, alipoingia pale bado wa maseneta wakaanza siasa wa Afrika, viongozi wa Afrika wanalindana. Yaani viongozi wa Afrika wanalindana, wanafichiana aibu, wanafichiana maovu. Hiyo ni tabia ya viongozi wa Afrika, kulindana mabaya. Tumeelewa? Na Kenya ni nchi ambayo rushwa kama Mwakilembe. Ukisikia rushwa yani Kenya ndio nyumbani. Yani rushwa ni kubwa mno Kenya. Mwakilembe nisome kauli ya rais hapa William Ruto. Amesema kifo cha Albert Ojwang akiwa chini ya ulinzi wa polisi kimenishtua mno, inasikitisha na hakikubaliki. Sasa jiulize Mwakilembe. Sawa? Rais anashtuka. Waafrika wanataka hatua zichukuliwe. Waafrika wanataka hatua zichukuliwe muda huo. Yaani papo hapo. Hizi kauli nimeshtuka, nimesikitika mno. Sipeni sana mlio tuko na msiba. Huu ni utapeli Mwalimu.
Huu ni uhuni. Waafrika wanataka hatua ichukuliwe, na ndio maana wameingia barabarani. Hata Mwakelebe wameingia barabarani vijana wa Gen Z. Sawa? Kenya itaingia hasara kiasi gani kwenye uchumi wake? Kenya itaingia hasara kwenye utalii. Kenya itaingia hasara na mwisho wa siku vile usalama. Kwa Mwalimu na Mungu ni kwamba viongozi wa Afrika hawa ni kama walevi. Kama walevi. Anaamka asubuhi, unajua jana nililewa pombe, sio mimi. Jioni pombe tena. Anaamka asubuhi, jana tamani shetani linipitia. Jioni pombe tena. Kwa Mwalimu ni kwamba imefika hatua kwamba watu wetu wanakufa, alafu tunaona ni kawaida. Ukiona nchi imefika hatua, watu wanauawa ovyo ovyo, alafu ni jambo la kawaida. Imefika sema ambayo ni mbaya sana Mwalimu. Mbaya sana. Kwa Wakenya, mimi Wakenya hofu yangu ni moja tu. Ni nini? Wanaliamsha, wanalala. Wanaliamsha, wanalala. Yaani movement zao ni za muda mfupi. Sawa? Wakenya mkiamua kufanya movement, mkiamua kuandamana, andamaneni mpaka kieleweke. Mkiamua kupigania haki, piganieni haki mpaka kieleweke. Haki haiombwi, haki inapiganiwa. Mkiamua kuwa na jambo lenu, simamieni mpaka mwisho. Kwa sababu sisi wengine huku Mwakelebe, tunategemea Wakenya. Sisi wengine tunajifunza kwa Wakenya. Sawa? Kwamba Kenya katiba yao inawaruhusu hivyo. Katiba ya Kenya inawaruhusu Wakenya wasimame. Yaani Mwakelebe mimi nashangaa. Mtaandamana leo, kesho wameacha. Kwa nini? Labda walichokuwa wanakiandamania labda kimeshakamilika au lini? Ni kipi hicho? Mwaka jana 2024. Maana kuna mswada mwingine tena hapo unawajia mwaka huu 2025 ambao wamesema na wenyewe wanausubiria. Sasa Mwakelebe, walichokuwa wanaandamana mwaka jana kimefanyika? Sidhani. Hakuna kilichofanyika. Hakuna kilichofanyika. Na pia rais wa Kenya haja. Kwa Mwakelebe, nchi gani? Nchi gani hiyo Mwalimu? Kila siku maandamano, nchi gani hiyo? Ni ya Kenya. Hiyo ni nchi gani? Kila mwaka maandamano. Hiyo ni nchi gani? Hiyo ni nchi au ni kichaka? Hivi rais hachoki? Rais wa Kenya Mwakelebe hachoki? Wabunge hawachoki? Yaani kila siku maandamano. Ya nini wa Kenya? Kuna shida. Nini shida? Merogwa au? Kwa hiyo Mwalimu ni kwamba viongozi wetu wa Afrika hawa tulionao sasa hivi tunajua tena, ndio maana Mwakelebe tunamhitaji mtu kama Ibrahim Traore. Tunamhitaji Ibrahim Traore. Na ndio maana wa Kenya wanalia. Wanalia kila siku. Wanamhitaji Ibrahim Traore. Afrika nzima. Kwa siasa hizi zinatumaliza. Harakati zinatumaliza. Maandamano yanatumaliza. Mambo yaendi. Uchumi umekwama. Tunamhitaji mtu kama Ibrahim Traore. Hata Ruto yuko pale anacheka tu, naomba msamaha, tunaomba radhi. Msamaha Mwalimu unasaidia nini? Nataka vitendo, sio maneno. Mwakelebe, mimi nikushukuru bwana. Haya bwana, asante sana. Haya.